3 mstari wa 16 na 17. Nitasomewa kwa Kiswahili. Niliazima mtu Biblia ya Kiswahili, so naomba nisomewe kwa Kiswahili, nitasoma pia kwa Kizungu. Tuanze na kusoma kwa Kiswahili. Timotheo wa pili 3 mstari wa 16 na 17. Amen. Soma sasa. Amen. Tasoma. Kitabu kile cha Timotheo wa pili 3 mstari wa 16 na 17. Biblia inasema hivi: kila andiko lenye tusi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwabadilisha na kwa kuadibisha katika haki. 17. Ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Amen. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Father, we pray that you may speak to us. Speak to us by your word, correct us by your word, instruct us in righteousness according to your word, for your glory and for your praise. I pray that your Holy Spirit will take over. But I'm going to be just but a vessel before your presence to speak to your people. And speak through me, Lord Almighty, according to your will and according to your good pleasure in Christ Jesus. We thank you and we bless you. For this we pray, believing and trusting in Jesus' name. Amen. You may have your seats in the presence of God. Thank you for being part of this church. And today I want us to look at something that we are closing chapter 3 of 2 Timothy. We have been looking at 2 Timothy from chapter 1. Today we are closing chapter 3. Chapter 3, verse 16 and 17. We want to tackle it under a topic that I'm calling "The Word is the basic equipment and training tool." The Word, if you are writing, the Word is the basic equipment and training tool. Ama neno ndio chombo cha kufunza na chombo cha kufanya nini? Equipment o kuwezesha na kufunza. Neno ndio chombo cha kuwezesha na kufunza. Amen. So, when we talk about the Bible as a training tool, the Bible says there in 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is inspired, or all scripture is given by the inspiration of God. Sofia naomba uniazimu Biblia yangu. Ulirudisha? Ya, narudisha. Naona kwamba nitahitaji Biblia ya Kiswahili. Asante. Ya, Biblia ndio chombo cha kuwezesha na tena ni chombo cha kufunza. Biblia inasema hivi kwa Kiswahili. Timotheo wa pili. Biblia inasema hivi kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Alafu verse 17 nasema ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilika, apate kutenda kila tendo jema. So the Bible is the basic training tool. It is the basic equipping tool and training tool. We have already talked about false teachers and the remedy of false teachers. Vile tunaweza kukabiliana na janga ama na shida ya manabii wa uongo. Nafikiri tumezungumza hayo tangu tuanze kuzungumza katika sura ya 3 ya Timotheo wa pili. So we have said earlier that the remedy of false teaching is countering them with the truth.
ni kuweza, ndio uweze kukabiliana na mafunzo mabaya, unahitaji kukabiliana nayo kupitia neno la kweli. Kupitia neno la kweli unaweza kukabiliana na mafunzo mabaya ama manabii ya uongo ama mafunzo ambayo ni ya uongo. So a man of God need to be diligent to study the scriptures. Ukisoma katika Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 15, Biblia inasema hivi: jitahidi kujionyesha kuwa umekubalika na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. So the man of God is supposed to be a diligent student of the word. Ni mtu ambaye anastahili kwamba aweze kujifunza Biblia kwa uadilifu, aweze kujifunza Biblia kwa uaminifu, aweze kuchimbua, kujua ukweli ambao iko katika Biblia. So the Bible, so scriptures ni nini? Wakati Biblia inasema kwamba neno, hapo Biblia inasema neno lote. Nasema aje? Kila andiko ni nini? Wakati Paulo anazungumza kuhusu andiko, anazungumza kuhusu nini? Paulo, kumbuka kwamba Paulo anaandika wakati Agano Jipya bado haijakamilika. So wakati Paulo anazungumza kuhusu andiko, anaangalia andiko Agano la Kale na zile barua tayari zilikuwa zimeandikwa. Paulo anaangalia hiyo, na hiyo unaweza kuconfirm katika 1 Timothy chapter 5 verse 18. You can write that one down. Leo is more of teaching than preaching, but if preaching comes, we will preach. 1 Timothy 5 verse 18. And then you can also look at 2 Peter 3 15 and 16. 2 Peter 3 15 and 16. Hayo inakueleza kwamba Paulo, Peter mwenyewe alirecognize zile letters ama zile barua ambayo Paulo alikuwa ameandika. Amen. Nayo Paulo anaangalia agano la kale. Unaona katika Matendo ya Mitume 28, Biblia inasema kwamba Paulo alikuwa anaketi chini na pale katika gereza alikuwa anafunza watu kutoka kwa andiko. Hiyo andiko haikuwa ni New Testament. He was preaching the gospel of the Lord Jesus Christ from the Old Testament. Jifunze neno kiasi ya kwamba unaweza kuhubiri injili ya Yesu Kristo kutoka kwa agano la kale. Hivyo ndio mitume walikuwa wanafanya. Hivyo ndio wale watu ambao Wakristo wa kwanza walikuwa wanafanya, kwa sababu kuna injili katika agano la kale. Okay, the next thing ambayo Biblia inasema kwamba kila neno, all scripture is God breathed. Kwa lugha nyingine ama kwa versions zingine inasema kwamba all scripture is given by inspiration. I'm interested in that word, inspiration ama God breathed. Inamaanisha nini? Ukienda katika lugha ya Kiyunani, ni neno ambalo linaitwa Theoneutos inamaanisha God breathed ama God inspired. Inamaanisha imetoka kwa Mungu, ni pumzi kutoka kwa Mungu. Hapa Biblia imetafsiri kusema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu, kila andiko ambalo limetoka kwa pumzi ya Mungu ama limetoka kwa Mungu, linafaa kufanya 1 2 3. So neno limetoka ama neno lote limetoka kwa Mungu. Theoneutos inamaanisha kwamba it stresses the divine origin and henceforth the authority of scripture. Tukisema kwamba neno limetoka kwa pumzi ya Mungu, tunamaanisha kwamba hiyo neno iko na uwezo ama iko na nguvu vile mwenye kuitoa ako na nguvu. Hallelujah. The origin, the divine origin of the word. Kwamba yule ameitoa, ukisikia jina Uhuru Kenyatta, you start thinking president. You start thinking zile siren. You start thinking that name comes with certain description.
Haleluya. Hivyo hivyo neno la Mungu ambalo limetoka kwa Mungu lina nguvu sawa sawa vile Mungu ako na nguvu. Kwa sababu neno hilo, Uhuru Kenyatta akija hapa akasema kwamba maji, tuseme maji iingie hapa katika estate hii by next week. Unafikiria itafanyika ama itafanyika? Itafanyika mara hiyo. Utaona matingatinga zimekuja, utaona watu wamekuja na zile vitu, wamepima pale, maji itapita, na itapita within that week. Itapita. Kwa sababu gani? Neno lake lina nguvu. Neno lake lina nguvu. So the word theoneutos stress the origin, the divine origin of the word. Kwamba neno limetoka kwa Mungu. Neno lote limetoka kwa Mungu. And therefore the word is authoritative and the word is infallible. These are the big words that are sitaki kueleza sana, lakini inamaanisha kwamba neno lina nguvu ama lina uwezo ama lina mamlaka, na tena neno halina makosa lolote. Neno la Bwana halina makosa lolote. Hauwezi kupata makosa kwa Mungu. Mungu akisema kwamba mtu ukimwamini utapata wokovu, hivyo katika nguvu za hizo neno ama katika nguvu za hiyo neno ama mamlaka ya hiyo neno unapata wokovu. Katika mamlaka ya hiyo neno unapata uwezi kupata kwamba kuna makosa. Ukiamini tu unapata nini? Unapata wokovu. Kwamba neno la Mungu ina kweli, halina makosa lolote. Hallelujah. And the apostle talked about all scripture, not some part of it. Wakati Paulo anazungumza kuhusu neno, anasema kila andiko. Hakusema maandiko mengine. Alisema kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kufanya nini? Kutumika katika mafundisho, kutumika kuwaonya watu makosa yao, kutumika katika kuwaongoza, kutumika. Kila andiko, sio baadhi ya maandiko, kila andiko. So Paulo anazungumza kuhusu all scripture, the power of all scripture. Let's see what the scriptures do. The Bible, we have said that the Bible is the basic tool and training, the basic equipment and training tool for the man of God to be effective in the work of ministry. Kama kuna mtu angependa kuwa hodari, Biblia inasema katika Yoshua, nitaenda hapo kwa sababu wakati mwingine hatuelewi kwa nini Biblia inatumia maneno mengine. Yoshua, Kitabu ya Yoshua inasema hivi. Kitabu ya Yoshua 1:8 inasema hivi: kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Anasema uwe hodari na wa moyo wa ushujaa. Uwe hodari. Be courageous. Do not be discouraged. Be courageous. Kwa sababu yule mtu ako na neno. Anasema kwamba ili neno likae ndani yako. Likikaa ndani yako linaenda kukufanikisha. The only way we get to be effective in ministry is when the Holy Spirit, when the Bible dwells within us. Hallelujah. When the word of God dwells within us. Biblia inatuambia kwamba hapa kwamba Mungu anazungumza na Yoshua. Hili neno litafakari, likae katika moyo wako. Ikiwa neno litakaa katika moyo wako,
litakufanya mshujaa, litakufanya hodari katika mambo ya Mungu, litakufanya mtu hodari katika ufalme wa Mungu. So the way to get to effectiveness in ministry is by the study of the Word of God and keeping the Word of God inside your heart. And when we do, what does the Word do to us? Ama neno lina faida gani? Neno lina faida la kwanza ya neno ni teaching. Neno inatumika katika kufunza. Correct doctrine and useful it is useful to tell one what to believe. Neno inatueleza what to believe, the correct thing to believe. Hilo ni jambo la kwanza, ama jambo la kwanza muhimu katika neno. Kile neno inatufanyia. Jambo la kwanza ni teaching. And teaching correct doctrine, telling us what to do, telling us what to believe. Number 2, neno inatueleza the other one is reproof. Reproof kwa Kiswahili inasema hapa. Let me go back to my main text. Kwa Kiswahili inasema kila andiko lenye pumzi la Mungu lafaa kwa mafundisho, teaching. Hiyo ni ya kwanza. Na kwa kuwaonya watu makosa yao, reproof ama rebuke. Reproof inamaanisha to convict of sin and error. The Bible alone has the ability to convict us of sin and error. It is useful to tell one what is wrong and what is supposed to believe. Biblia peke yake ndio iko na uwezo wa kueleza mtu kwamba hii ni makosa na hii sio makosa, ama hii ndio unastahili kuamini na hii ndio haustahili kuamini, kwa sababu neno peke yake ndio kweli. So hakuna kweli nyingine unaweza kupata mahali pengine, ni neno peke yake ndio kweli. So it can be used for reproof, it can be used for rebuke, to convict men of sin, to convict men of error. Number 3 kwa Kiswahili nasema na kuongoza. Okay, that is one, and that is in the English version ni correction. That is disclosing wrong behavior, and the Bible is used to correct wrong or tell one what not to do. The Bible can be used to tell someone what not to do. Ama Biblia inastahili kutumika kuambia mtu kwamba haustahili kufanya hii na hii, lakini unastahili kufanya hii na hii, teaching. Unastahili kufanya hii na hii, hiyo ni teaching. Unastahili kufanya hii na hii, hiyo ni correction. It is the Bible that has that power to tell people what to believe, what not to do, and what to do. Hallelujah. Number 4, this is very important for me. Training in righteousness. Training in righteousness. Kwa Kiswahili nasema na kuadibisha katika haki. Ni kutrain watu, ni kufanya watu wawe waadilifu. Watu wenye tabia, watu waaminifu, watu wenye tumaini, watu ambao wako na uwezo wa kufanya mambo kulingana na Mungu. So the Bible is used to develop right behavior, to tell how to live and what to do. The Bible will help us to train people in righteousness. The Word of God helps us to train people in righteousness. That means the Bible is the only training tool ambayo mtu wa Mungu ako nayo. Hallelujah. Biblia ndio chombo ambacho mtu wa Mungu ako nayo kwa ajili ya kufanya nini? Kuweza kuadibisha watu katika neno, ama kuadibisha watu katika huduma, kufunza watu njia za Mungu, kufunza watu kile hawastahili kufanya na kile wanastahili kufanya. Ni Biblia peke yake. But I'm interested in what the Bible does. The goal of the scriptures. In verse 17. Verse 17 nasema hivi. Ukishafanya hayo, Biblia kila andiko lenye pumzi lafaa kufundisha, lafaa kuwaonya, lafaa kuongoza, lafaa kuadibisha. Verse 17. Ili
mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. The goal of the scripture is that the man of God is thoroughly equipped for every good work. Kwa nini tufunze Biblia? Ama kwa nini tunapata nafasi ama tunaweka nafasi ya kujifunza Biblia? Kwa nini nisimame hapa kwa kufunza neno? Ndio mtu wa Mungu akamilike kufanya matendo mema. Haleluya. Ndio mtu wa Mungu ajue matendo yake yanaambatana na kile kinaitwa mema. It is training. The goal of the scripture, the goal of the Bible, the goal of the teaching of scripture, the goal of correction, the goal of rebuke, the goal of training in righteousness is that the man of God may be equipped to do every good work. Not some good work, every good work. That is what we call part. Every good work. And the Bible, the one that is used there in the scripture for equipped is the one ukienda kwa Kiyunani ni artios. Artios is translated adequate. Inamaanisha adequate or somebody who is capable or proficient. He has the ability to do what is good. Yaani Biblia inakupatia uwezo wa kufanya kile ambacho ni mema, ama kile ambacho ni kizuri. Biblia ndio inaweza kukupatia uwezo wa kufanya hiyo. He is thoroughly equipped to perform the perfect will of God. And the word of God trains the man of God to be capable, adequately prepared for every good work. It is the Bible that can train a man to be adequate, akamilike katika kutenda mema. Tunaelewa? Sijui kwa wangapi wenu unaelewa watu wakubwa kama Manu Chandaria. Manu Chandaria is a very good man. Anatenda mema. Na labda atalisikiza. Anatenda mema. Mema inatendwa hata na watu walimwengu. Unaelewa? Mema inatendwa na walimwengu. Kuna watu wengi sana katika area hii ambao labda hawajaokoka, na inawezekana kuna kitu unaweza kusema kwamba fulani wa fulani alitutendea hii na ilikuwa ni kitu kizuri, kwa sababu wako bado na ile utu ama the image of God is still in them. It is not removed. So goodness is part of that image. Lakini yule ambaye anataka kutenda mema, yule ambaye amekamilika katika kutenda mema, lazima atengenezwe na neno. Ni neno ndio inaweza kutengeneza mtu akamilike kutenda mema. Haleluya. Hakuna jambo lingine inaweza kumtengeneza. Masomo haiwezi kumkamilisha atende mema. Chochote ambacho unaweza kufikiria haiwezi kukamilisha mtu kutenda mema. Ni neno la Bwana ndio inaweza kukamilisha mtu kutenda mema. The Bible says that we train these people so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Inamaanisha he is adequately equipped. Ni mtu ambaye akiingia kwa kazi ya kutenda mema anaweza kuitenda kwa ufasaha. Haleluya. Kile umemwambia atende, anatenda kwa uzuri, anatenda kwa ufasaha, anaitenda vizuri kwa sababu anaielewa. Mungu ameweka wema ndani yake. Mungu ameweka wema ndani yake kwamba huyo mtu anaweza kutenda mema kwa sababu mema iko ndani yake. Haleluya. Lakini kuna yule ambayo anaweza kujaribu kutenda mema lakini hakuna mema ndani yake. Huyo mtu atafeli. Yule anaweza kukamilika tu kutenda mema ni mtu ambayo amekuwa trained by the word. The word is the training tool. Is the basic equipment and the training tool for every good work. When a man of God is trained by the word, he will be ready to do good works. Hallelujah. Hallelujah. Hauwezi kukua effective katika huduma kama hujui kutenda mema. Biblia inasema aje? Ephesians chapter 2 verse 8. Verse 8 inasema kwamba for by grace we are saved through faith, not by works, lest anybody should boast. Is a gift of God.
Verse 10, I'm interested in verse 10. Verse 10 inasema kwamba, for we are God's workmanship. Kwa sababu sisi ni watendakazi wa Mungu. Sisi ni watendakazi wa kina nani? Wa Mungu, ambayo ni kutenda mema. Mungu alitutayarisha tutende mema, ambayo alitayarisha lini? Alitayarisha kabla kuumbwa kwa ulimwengu. Kuna watu Mungu alikuwa amewaumba waweze kutenda mema. Wanaumbwa na nini? Wanaumbwa na neno. Haleluya. Sijui kama wewe ni mmoja wao. Wale ambao wanaumbwa na neno waweze kutenda mema. Mambo yanaenda mabaya, mambo yanaenda vibaya, lakini huyu mtu kwa sababu ameumbwa na neno nzuri anatenda mema. Haleluya. It is the Bible that can cause us to do good. Hallelujah. The Bible is a training tool. It will teach us. It will correct us. It will rebuke us. It will train us in righteousness. Hakuna mahali unaweza kupata mtu ati mtu akue mtu wa haki ama mtu ambaye ni mtakatifu bila neno. Haiwezekani. Mtu akikwambia kwamba yeye ni mtakatifu na bado hajaingia katika neno, hajaingia katika imani, bado hajafika. Haiwezekani mtu kuwa katika utakatifu ama kuwa katika haki bila neno, kwa sababu neno linatufunza utakatifu. Haleluya. Neno linatufunza utakatifu. Hallelujah. It is impossible. It is impossible for anyone outside there to tell us that they are walking in righteousness when they are not following the Bible. It is the Bible alone. It is the Bible alone. There is no other book that we can go to. Najua kwamba kuna wengine wanaenda kwa vitabu zingine. Hizo vitabu haziwezi kusaidia. Iwe ni kitabu ya kutoka imeandikwa na nani? Iwe imeandikwa na profesa gani? Iwe imeandikwa na nabii mgani? Hata ikiandikwa na nabii mkubwa, the mighty prophet of God, instead of the prophet of the mighty God, the mighty prophet, hata ikiandikwa na the mighty prophet of God, bado haiwezi kuokoa. Ni Biblia peke yake inaweza kuokoa. Haleluya. Biblia peke yake. Na Biblia peke yake, neno la Mungu peke yake ndio linaweza kusafisha. Neno la Mungu peke yake ndio lina nguvu ya kutenda kile inasema. Kwa sababu maneno ya watu haina nguvu. Ukisema kwamba bila neno nikisema kwamba upone Pauline, hiyo uponyaji haitakuja. Lakini nikisema kwa neno kwamba Mungu anasema na ninasema katika jina la Yesu, hiyo jina inaleta hiyo nguvu ya uponyaji inayokufikia. Lakini bila neno haiwezi kufanyika. The power of the word. Every word of God has power. Every word from the inspiration of God has the power to do that which it says. And the Bible is a training tool. The Bible is the training, is the correction tool. The Bible is the rebuking tool. The Bible is the teaching tool. There is no teaching elsewhere apart from the Bible. Hallelujah. Ningependa kuachia hapo nikisema kwamba kila mtu wa Mungu anaweza kuwa hodari kama atalishika neno la Bwana. Kila mtu wa Mungu, every man of God, and I believe that I have men of God in this house. If you want to be strong and courageous in this kingdom, hold on the scripture. Study the scripture. Kama utaweza kusimama kinyume ya nabii wa uongo, utasimama kinyume chake kwa sababu unaelewa neno. Biblia inasema hivi, wewe unasema hivi. Ninasimama kinyume chake kwa sababu Biblia yangu inasema hivi. Biblia ama Mungu anasema hivi, wewe unasema hivi. Hiyo ni uongo. The only way to stand against the falsehood ni kushika neno la Bwana. Hallelujah. Kama hujui neno, utaambiwa vitu utafanya. Utaambiwa kunywa mafuta, unakunywa. Kama kuna wengine mahali waliletewa mafuta, wakapanga line, wakapiga mstari, foleni, wakakunywa. Hivyo walipanga foleni wakikunywa. Ndivyo walipanga foleni wakitoa. Kwa sababu lazima wangengojeana kila mtu kutoka kwa madhabahu ni kwenda mahali
inatolewa, kwa sababu mafuta haiwezi kukaa kwa tumbo. Ushakula nini mafuta ya ng'ombe ukapata mambo imeandika. Okay, hiyo ni siku nyingine. Ya vile walipanga foleni kwenda kukunywa mafuta, kwa sababu wameambiwa na nabii. Hivyo sijui kama nabii aliwaambia wapange foleni wakitoa, hawakuhitaji kuambiwa, walijua tu lazima itolewe pale inastahili kutolewa. Haleluya. Wakati mwingine ukirudi kwa akili hautahitaji nabii. Utarudi tu kwa akili yako useme kwamba hii haiwezi kufanywa hivi vile nabii anasema, hii inafanywa hivi. Na utafuata neno, kwa sababu nabii alikudanganya. Sasa ukifuata neno unashika. Haleluya. Mambo ya kufuata ni wanabii wa uongo, wachane nayo. Yule anakuambia pesa zako zitaongezeka, sijui nini itafanyika, sijui fulani wa fulani anakufuata, sijui unaosikia yule neighbor wako. Yule neighbor anakaa hivi, macho yake inakaa, unasema in fact hajui, lakini anakuambia alafu wewe ndio unataja. Alafu yes, huyo ndiye nimekuendea mahali. Wachana na hizo. Fuata neno. Neno lina pumzi. Neno lina nguvu. Neno lenye pumzi lina nguvu ya kuzungumza na hali yako. Amen. Lina uwezo wa kubadilisha maisha yako. Lina uwezo wa kufanya utende mema na utende kulingana na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Wananyongeza. Mungu ako na Biblia ya Mungu ama neno la Mungu lina uwezo wa kubadilisha maisha yako, na kubadilisha boma yako, na kubadilisha area yenu, kwa sababu ukizungumza hilo neno unazungumza na mapepo za huko na zinasikia. Unajua kwamba mapepo hayasikii maneno ya watu, yanaogopa tu neno la Mungu. Haleluya. Unaweza kuzungumza kwa jina hata wewe na kutoa kwa jina langu. Hata jina lako